Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Urusi imezungumza mambo mazito juu ya kusitishwa kwa mapigano katika eneo la ukanda wa Gaza. Kwanza ikisema inaunga mkono mpango wa amani wa Donald Trump katika ukanda wa Gaza, lakini ikisema ndilo chaguo bora, lakini zaidi inasema kwamba lazima itambulike baada ya kumalizika kwa vita lazima kuwepo kwa mataifa mawili ya Israeli pamoja na Palestina. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema mpango wa amani huko Gaza uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa sasa ndio chaguo bora zaidi la kukomesha umwagaji damu, lakini baada ya hapo lazima iangaliwe namna ambavyo mataifa mawili yanaweza yakawe, kwa maana kutambuliwa kwa taifa la Palestina kadhalika na ilivyo kwa upande wa Israel, lakini Israel kuachilia maeneo yanayokalia yale ambayo wanakalia kwa mabavu. Mpango wa Donald Trump wenye vipengele 20 uliotolewa na ikulu ya Marekani mwezi uliopita unatoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano na kubadilishana mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas kwa wafungwa wa Kipalestina nchini Israel. Pia inatazamia kuigeuza Gaza kwa eneo lisilo na itikadi kali, lisilo na ugaidi baada ya kuondoka kwa vikosi vya Israel, huku Hamas wakiondolewa katika utawala wa eneo hilo. Kulingana na Sergei Lavrov, pendekezo hilo si zuri kwa vile kimsingi linapuuza suala la utaifa wa Palestina ambalo limesalia kuwa kiini cha mzozo na linalenga Gaza pekee. Anasema, sisi ni wa kweli, tunaelewa kuwa ni chaguo bora zaidi ambalo liko mezani kwa sasa, alisema katika sehemu ya mahojiano yaliyochapishwa na Wizara ya Mambo ya Nje mnamo Jumatano. Amesema kwamba ili mpango huo uwe bora zaidi ni baada ya kutambuliwa kwa taifa la Palestina, baada ya kutambuliwa kwa taifa la Israel. Mpango huo unaonekana kama maelewano ya busara ambayo yanaweza kukubalika au angalau kutokataliwa mara moja na pande zote mbili, anasema Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi. Hata hivyo, rais wa Urusi Vladimir Putin alifanya mazungumzo na waziri mkuu Benjamin Netanyahu akimtaka akubaliane na mpango wa kuondoa wanajeshi wake huko katika ukanda wa Gaza na kuachana na mpango wa umwagaji damu. Licha ya mazungumzo yote hayo, lakini Israel kupitia jeshi la IDF limeendeleza mashambulizi katika ukanda wa Gaza na inadaiwa kwamba watu kadhaa wameuawa na kujeruhiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, anasema mpango wa amani wa Trump ni mpango wa kweli na utakuwa na mafanikio makubwa ikiwa Wapalestina wataukubali, lakini pia ikiwa Wapalestina watatambuliwa kuwa na taifa lao. Lavrov alisema, akiongeza kuwa Moscow inawatakia kila la heri wajumbe wa Uturuki, Misri, Qatar, Marekani na Israeli wanaofanya mazungumzo kuhusu suala hilo huko nchini Misri. Urusi iko tayari kutoa msaada wote katika mchakato huo ambao ni muhimu, waziri huyo wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov alisema, akiongeza kuwa Moscow inaweza pia kusaidia kuunda taifa la Palestina itakavyowezekana. Jambo muhimu zaidi kwa sasa ni kukomesha umwagaji damu. Kwa maana hiyo mpango wa Trump unatoa matumaini. Mpango huo umeungwa mkono na mamlaka ya Palestina ambayo inasimamia ukingo wa Magharibi. Ilikaribisha juhudi za dhati zaidi za Trump kufikia amani huko Gaza, ikisema kuwa ushirikiano na Marekani ni muhimu kwa utulivu katika eneo hilo. Israel imeripotiwa kusitisha operesheni ya ardhini ambayo ilianza huko Gaza City mwezi uliopita baada ya mpango huu kutolewa, lakini siku ya jana iliendesha mashambulizi kadhaa. Yerusalemu Magharibi na Hamas pia wanajiandaa kubadilishana mateka kwa Israel na wafungwa wa Kipalestina kama sehemu ya juhudi za kutafuta amani zinazoungwa mkono na Marekani, kwa mujibu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Inadaiwa kwamba huenda kati ya Jumapili ama Jumatatu ya wiki ijayo mateka wataachiliwa huru, lakini wafungwa wa Kipalestina waliopo katika magereza ya Israel wataachiliwa huru pia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.